Chum TV. Furaha kiganjani. Kikundi cha wanawake wenye ulemavu Kusini Unguja kimetoa mafunzo kwa waandishi wa habari ya haki za wanawake wenye ulemavu ili sauti ya wanawake hao ziweze kusikika kwa lengo la kusainiwa mkataba wa haki za watu wenye ulemavu Afrika. Mratibu wa kikundi hicho, Hailun Khalid Mambo, amesema vyombo vya habari zina sauti kubwa kusikika duniani. Hivyo wameamua kukutana na waandishi wa habari na watunga sheria ili kuhakikisha mkataba huo unasainiwa na unakubalika Tanzania. Tunafanya mradi wa kuwezesha kutetea haki za wanawake wenye ulemavu na kufanya ratification au kusainiwa kwa mkataba wa haki za watu wenye ulemavu Afrika. Mkataba huu au malengo haya ya kutoa mafunzo haya na kwa waandishi wa habari ni kwamba tunaona waandishi wa habari ni chombo kikubwa manake kwa taifa letu au kwa nchi yetu, na pia sauti zao zinapaa zaidi, na si ukiangalia ni kikundi kidogo cha wanawake ambacho sauti zetu tunahisi kwanza bado ziko changa sana. Hivyo tukaamua kutoa mafunzo kwa waandishi wa habari ili hili jambo litiliwe mkazo kwa nchi na kwa viongozi wetu na watunga sheria. Mikakati yetu ni kukutana na vyombo vya habari na watunga sheria wote ili kuhakikisha huu mkataba unasainiwa na unakubalika Tanzania, kwa sababu ukiangalia vipengele vya mradi au ibara za mkataba ibara za mikataba zinaelezea haki zote za watu wenye ulemavu, na pia ukiangalia zinainua ustawi wa watu wenye ulemavu na unaimarisha pia maendeleo pia ya watu wenye ulemavu kwenye nchi. Hapa watoa mada nao wakaelezea umuhimu wa mkataba huo kwa watu wenye ulemavu. Na haiwezekani mkataba, kwa sababu unapotunga mkataba lazima urelate na sheria za nchi. Kwa hivyo kuweka kupinzana baina ya mkataba na sheria ambazo ziko ndani ya nchi unaweka ugumu au unaweka changamoto katika utekelezaji wa huo mkataba. Inatoa fursa kwa watu wengi, lakini na vile vile ustawi kwa watu wenye ulemavu ya mustakabali mzima wa maisha yao. Si kushindwa kusaini mkataba, bali ni procedure za nchi ndio ambazo zimekwamisha mpaka sasa hivi kwa mkataba huu haujawa signed. Lakini si kwa sababu tu ya kwamba ni kwamba procedure, na wakati ule ambapo tulitakiwa tusaini ule mkataba ilikuwa kipindi cha mwisho ambacho Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania linataka kuvunjwa, na kama nilivyoanza kusema pia kwamba chombo pekee ambacho kina mandate ya kusaini mkataba wowote wa kimataifa ni Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lengo la mafunzo haya siku ya leo ilikuwa ni kukumbushana katika kuangalia na kutetea haki za watu wenye ulemavu hasa wanawake. Tumekumbushana kwamba tutumie angalau lugha zenye heshima, tutumie picha ambazo hazitaweza kuwadhalilisha hao watu wenye ulemavu. Unajua sisi kama waandishi wa habari tukitumika vizuri, basi hawa wenzetu wataweza kupata misaada mbalimbali kisheria, lakini inaweza kuwezesha kiuchumi, kwa sababu kama tukiingia kwa kuwafikia hawa watu, jamii itajua, jamii itatambua mahitaji yao, na tutaondoa baadhi ya unyanyapaa na vitu ambavyo wanafanywa watu wenye ulemavu, ambao saa nyingine unaweza kuona kama ni jambo la kawaida, kumbe unakuwa hujawafanyia fair. Kama wadau, mimi matarajio yangu ni kuona kwamba vyombo vya habari sasa hivi basi vinajikita katika kuzitoa hizi habari za watu wenye ulemavu kwa kuwafikia kokote walipo. Tusitegemee tu kukutana nao kwenye makongamano, mapresi na nini. Tutoke kama waandishi wa habari, mtoke ili muende kuwafikia na jamii ijue nini wanachokihitaji na nini mahitaji yao. Washiriki wa mafunzo hayo ambao ni wanahabari nao wakawa na haya ya kusema. Mafunzo haya nashukuru yamenisaidia sana, na atanisaidia katika kuandika story za watu wenye ulemavu kwa kuwasaidia kupata haki zao katika masuala ya kijamii, kiuchumi, kisiasa na harakati nyingine. Yataweza kunisaidia katika kufichua yale matendo ambayo watu wenye ulemavu wanakosa zile haki zao. Kwa mfano, kuna watu wenye ulemavu wamefungiwa ndani wanakosa haki ya elimu, kuna watu wenye ulemavu wamefungiwa ndani wanakosa haki ya kufanya kazi.
Kwa hiyo kupitia mafunzo haya nitaweza kufanya kazi kwa kuwasaidia na kuibua mambo tofauti ambayo yanakuwa changamoto kwa upande wao. Mimi kama mwanahabari, na mafunzo haya yana umuhimu pia kwa wanahabari, kwa sababu kwanza inatusaidia kujenga uelewa, kujua watu wenye ulemavu wana haki gani, mikataba inasemaje kuhusu watu wenye ulemavu. Lakini sisi tunaishi kwenye jamii, kwa hiyo kama tunaishi kwenye jamii, maana kuna mengi ambayo tunayaona pia kama wanahabari. Kwa hiyo itasaidia kwa namna moja ama nyingine pia hata kuelimisha jamii kwamba watu wenye ulemavu nao ni watu ambao wana haki, wana haki zao ambazo wanastahili kupata kama watu wengine. Lakini pia tutasaidia kuielesha jamii, hata unapoona kwamba mtu mwenye ulemavu kuna changamoto anapitia, maana ni rahisi pia hata kuikabili hiyo jamii kuweza kuielezea kwamba mtu anachokifanya si kitu sahihi na anatakiwa kufanya 1, 2, 3 ili kutimiza wajibu na haki za watu wenye ulemavu. Hii ni Chum TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Ni mimi Latifa Mohamed.